yani mimi naweza nikabeba cement hapa atofali huko mtu. I've been kwenye industry ya modeling na fashion kidogo. Nilipoingia nikasema he's not for me. I went outside. Nikatoka haraka sana. Yani nikatoka haraka sana. Hii maisha ni ya kwako. Mama ataelewa. Bro ataelewa. Everybody else is going to understand. Yes. But what do you want? Yes. Nikamwambia nataka kwenda kusomea journalism. Akaniambia journalism? Tafuta chuo cha journalism. Dar es Salaam bwana, lazima uwe hustler. Usipokuwa hustler hapa mji utarudi Arusha uende kakae na mzee pale mle makande na loshoro, maisha yaendelee. It won't function. Wewe sio wale team, I wanna be a single mom, I wanna have one. Nope. No, single mom for what? For which? For where? Story Yangu Podcast, utajifunza kitu. Hello guys, mambo ni vipi? Mambo ni aje? Karibuni tena sana kwenye episodi nyingine ya Story Yangu Podcast. Sehemu ambayo tunapata nafasi ya kusikiliza story ya mtu ambaye tutajifunza, tutaburudika na tutaenjoy here and there kutokana na safari yake ya maisha yale ambayo ameyapitia, and then at the end of the day tunapata kumove kutoka sehemu moja ama level moja ya maisha kwenda nyingine, ama unajichukulia ujuzi wa hapa na pale. Lakini pia unapata kucheka na kutabasamu kidogo kwa sababu kila mtu ana story yake kwenye ya maisha. Mgeni wa leo bwana ni media personnel. Haya mambo yangu haya hapa. Kwa hiyo leo tegemea flow nzuri, story nyingi sana ambazo zimenyooka pia, interesting. Lakini pia ni content creator na content zake yeye ni za kukuambia wewe ukweli ambao hutaki kusikia. Yaani atakwambia afu utajua mwenyewe ukweli utafanya nao nini. Lakini pia ni brand influencer kwa sababu anafanya kazi na brands mbali sana. Mmeshawahi kumuona kwenye TV za kwenu mara nyingi tu. Alishawahi kufanya kazi East Africa na alishawahi kufanya kazi pia ST Bongo, Star Times, alishawahi kufanya kazi pia Furaha. Tutasikia story yake kwa urefu zaidi, lakini kabla hatujaenda kwake na sijawaambia ni nani, msisahau kusubscribe wa YouTube channel ambao ni Story Yangu Podcast, na baada ya kila wiki 2 inatoka episode mpya kwa ajili yako wewe, kwa hakikisha una subscribe. Mgeni wetu bwana anaitwa Kido. Kido, mambo? A round of applause. Nzima. Mambo. Safi, karibu. Asante. Sasa bwana Kido, mimi nimekutambulisha kwa my friend. Mimi nimekutambulisha kwa tunavyokujua. Thank you. I didn't know utambulisho wangu sasa hivi unaenda. Una stages kabisa. Excited. That's good. That's amazing baby. Ndo kazi ambayo umeifanya sasa. Uone kama umeshapiga. Thank you. Ukisema hivyo ndo unaona ninachofanya kina maana. Yes, exactly. Kwa sababu siku zote anayefanya anaweza akachukulia poa, lakini wale ambao wanakutizama na kukufuatilia wanajua kwamba umepiga hatua kiasi gani. Thank you. Okay, sasa mimi nimeshakutambulisha kwa upande wangu. Ni muda wako kutuambia kwa upande wako Kido ni nani? Well, naitwa Janet. Yote sema, Kido ndo jina lako. Naulizwa sana. Naitwa Janet, lakini Kido pia ni jina langu la nyumbani. Yeah. My mom used to call me Kido all the time kwa sababu ni last born. Okay. So mara nyingi siku hizo kuniuliza mimi ni nani, nitakwambia tu mimi naitwa Janet Kido. Media personnel as you said, ni brand influencer, ni content creator. I do a little bit of everything as long as it's legal. Now I'm into business too. Okay. Kwa hiyo I'm a very humble person, a very loving girl, God-fearing woman, and yeah, the rest is equal to hapo. Okay. You. Yeah. Yeah, she's humble until you try her. Kwa sababu ni Meru. Kabila langu lisimtishe mtu jamani. And as you said, until you try me. Yes, Wameru are very humble until now you try them. Yes, until you try me. My other side is not that good. Kwa hiyo most of the time I'm so humble. I love to stay that way. Yes, that's great. Okay, Kido bana, umekuwa kwenye familia ama umezaliwa kwenye familia aina gani? Anyways, jokes aside. Nimezaliwa kwenye familia ambayo ni, siwezi kusema ni ya dini sana. I love, kuna side nyingi za familia yangu, but this one ni ambayo napenda ini represent mimi. Kwenye familia ambayo Mungu kwanza. Okay. Mimi nimelelewa sana na bibi yangu.
and nimekuwa nikiona misingi na malezi yake, everything kilikuwa kinanidirect mimi kwa Mungu. Yani in whatever you do, sijui umekosea umefanya nini, ata find something to relate to God, with God, ili ujue kwamba sio kwa ajili ya wanadamu. Yani usifanye hivi, sijui uache tabia mbaya, uache hichi, sijui, sio kwa sababu ya wanadamu. You do this because ni wewe na Mungu. So baada ya kumpoteza pia bibi yangu, nimekaa na my mom, the same thing. Yani kitu kidogo, wewe angalia upande wa pili. Yes, kuna Mungu. Yani sio kwamba unatakuwa ni muogope yeye au niogope ndugu zangu au ni muogope sijui mwalimu wangu au ni muogope sijui jirani au nani. No, muogope Mungu wako. So if you ask me nimetoka kwenye familia ya namna gani, sitasema ni familia ya dini sana, lakini dini ilikuwa iko hapo. Yani Mungu kwanza kwenye everything that you do, it doesn't matter ni nini. Okay. So about my family I would say like that. Okay. Umesema wewe ni last born. Yeah. Yes. Last born mwenyewe mgumu kama nini? Hamna hata last born. Asa, no, maisha ya nje hayakuruhusu kwa last born sana. Yaani last born mimi kwetu au kwa watu ambao wananifahamu, mimi nadeka sana. Yes, nadeka sana, lakini kwa watu ambao ndo vile, yani familia yangu tayari wananijua huyu anadeka. Okay. Yani mimi hata nikijikata kidole hapa naweza nikajivalisha POP. Yani ni hivyo tu nadeka, yani natural like that. Lakini outside wow, hardcore. Yani mimi naweza nikabeba cement hapa, atofali huku mtu. Na watu wengi wanaona picha ya nje, wanaonaga wewe yani mtata sana, naonekana mkali, naonekana yani principle. I'm like, but it's good. Lakini haimaanishi kwamba my whole life iko that hard. Yeah. Okay. Na nyinyi mpo ngapi nyumbani? Tuko 4. Okay. Tuko 4. Yeah. I have a big brother, then I have my 2 sisters, then there's the last one. Yeah. Hapo nataka kudeka ni kaka kwa sababu yuko peke yake. Kwani yeye si ndalianza kufungua hapo mbele? Ndio akiwa peke yake. Kwa hiyo atakuwa deka. Yeye ni baba hapo tayari chali. Lakini hauna baba. Kisha kwa Facebook hauna chance ya kudeka. Unakuwa umenyang'anywa hiyo right. No, anaweza, lakini sasa hapana kwa age gap ambayo tuko nayo sisi. Hapana, yani mimi tu natakuwa nideke sana. Yani tumepishana levels mbali ngazi kadhaa. 7 na kuendelea. So mnakuwa mnaheshimiana pia kwa sababu yes. Okay, sasa kidogo umesema kwamba ulilelewa na bibi kwanza kabla ya kulelewa na mama. Was there any reason kwa nini ulilelewa na bibi? No. Well, ini story contradictive kidogo. My biological mom, mamangu wa kunizaa, alifariki mimi nikiwa na 2 years old. Okay. So unajua maisha yetu ya Kiafrika. So obvious bibi yangu alikuwa ni kitu cha kwanza. So nikakaa sana na bibi yangu mpaka bibi yangu alipofariki. Bibi yangu alipofariki, mimi my aunt sijazoea kuwaita aunt. Sijalelewa kwenye maisha ya kumuita aunt. So nina aunti zangu wawili, wote nawaita mama. Okay. So kati ya hao wawili mmoja wapo ndo nimeishi naye sana. My mom. Yeah, ambaye pia tayari kwa bahati mbaya ametangulia mbele zake. So baada ya kutoka kwa bibi ndo nikaenda kuishi na my mom. Yeah. Okay. Changamoto ni zipi za kuishi kwa ndugu ama ulibahatika kuishi maisha yenu? I feel kwa mtoto yoyote ambaye kuna ile gap ya kutaka wazazi wako. Exactly. I've always wanted that. I've been craving that my whole life. I don't know, maybe mpaka 3 or 4 years back ndo nimeanza kuelewa kwamba everything had its own reason. I had to be somewhere, I had to pass somewhere. Mimi na ndugu zangu, in fact my 3 siblings hao, ilikuwa lazima tupite kwenye mazingira fulani for whatever tumetana out kwa leo. Huwezi kusema kwamba sijui ulikuwa unanyanyasika au ulikuwa nini. No, yani kuna vitu sisi wenyewe ukiwa unaishi kwa sehemu ambayo sio kwenu, kuna vitu mwenyewe unajitengenezea moyoni. Exactly. Yes, kunawezekana ukawa na ile kwamba unfair, labda vitu havijaenda sawa, unajua msa unfair, lakini kuna vitu unajitengenezea kwa sababu unatamani yule ndo angekuwa mamako au angekuwa babako. So for me nilikuwa na ile kwamba I'll be asking questions about my parents, alafu ni kama nakuwa ungrateful kwa watu ambao tayari kwa wananilea na wananipenda at the time. Lakini
growing up sasa nimeshakuwa mtu mzima hivi na akili inazidi kufunguka, you come to understand kwamba they try to give me all the love ili mimi nisione ile gap ya kwamba I don't have both my parents, because I don't have both my parents. Sina baba sina mama, so ni bibi, my aunts ambao ni mama zangu, and my uncle and other siblings hapo katikati. Kwa I'm like, nikiongelea sasa hivi kwenye space ya maisha ambayo niko nayo sasa hivi, siwezi kusema nilionewa, nilifanywa hichi, no. They tried to give me all the love they could kwa kipindi hicho, and I should have been grateful, kwa sababu sasa ningeenda wapi? Ningeenda kwenye mtaani au ningekuaje? Yes, unaelewa. Yani I'm thinking kwa wale ambao hawajawahi kupata hiyo chance ya kuwa na ndugu ambaye anaweza kulipa your school fee, au anaweza ku make sure kwamba you have everything you need, you have a place to sleep, you have food to eat, you have clothes to wear. Sio, unanielewa? Wanaishi kwenye mazingira gani? And I had all that and more. So I'm just grateful. Yeah. That's all. So pia kulea mtu ambaye sio wako mzee mchezo. Na tunakujaga na package zetu wenyewe. Yani na mindset tu kichwani unakuwa kwamba mimi nitaenda tu kuonewa. Yes. Kwamba tu nitanyanyasika, yani itakuwa hivi no. Kuna kitu ungefanywa na mama yako ila kwa kuwa tu hajafanya mama yako, unaona ni kwa sababu tu mimi sio mtoto wake. Yes. I've said that, I think, in my heart couple of time and maybe somewhere out loud. Lakini namuomba sana Mungu anisamee kwa hizo kauli, because it wasn't fair. Yeah, that's true. Na do you think kukua kwenye hayo mazingira kumekubadilisha perspective ya maisha yako kwenye upande wa family, mahusiano, imekuwa affect kwa namna gani? A lot. I think tuongelea kwa upande huu, mimi na crave sana kuwa na familia. Okay. I think this is something about I don't really talk about it. Okay. Many people don't hata ndugu zangu wakiangalia this, they'll be like, we mtoto. But I crave to have a family, like a complete family. Okay. I think I'm obsessed with that. Okay. Yani natamani ile kwamba nikija kuwa labda na mume au ndo watoto, love of my life, watoto under the same house. That love, I want my kids to have that. Yani with all my heart, I want that complete family. Yani nataka ile family tree ya baba, mama, watoto. Okay. I want that. Yani I want that. I think ni kitu ambacho naona watu wengi wanakosa for whatever random reasons. And I'm like, I don't have pressure with life. My dear, I know what I want. And Mungu pia anaona kwamba kwenye maisha yangu mengi ya kukua ni kitu ambacho nilikuwa nimekiweka sana moyoni. Yani why sina baba, why sina mama? Yani unajua kuna muda it feels paka kama unamkufuru Mungu. But no. Inawezekana mimi I wasn't supposed to have that, lakini I believe in God's name my kids will have that. Amen. So, yeah. Amen kabisa. Wewe sio wale team I wanna be a single mom, I wanna have one. Nope. No, single mom for what? For which? For where? No, I'm not saying single moms. Yes, especially yani sio kwamba eti wale ambao ni single mothers eti ni watu wamekosea. No. Kuna reasons. Kuna reasons. Yeah. Lakini kuna wale ambao kabisa wanajisemea, mimi sitaki mwanaume, mimi sijui nataka tu niwe nipate mtoto wangu mmoja au watoto wangu wawili, niwe na hela yangu, yani my kids are gonna have everything they want. I'm like no my dear, I don't feminist to that level. No, sio hata swala la kuwa feminist. Malezi ya kumlea mtoto peke yako ni ngumu jamani. It's hard. Yes. We see you guys out there, it's so hard. We know it's hard. You are trying your level best, lakini there is a happiness, there is a blessing mtoto akiwa na wazazi wote wawili. Yes. Guys, please, sio fashion. Sio fashion kuzaa tu mtoto afu ukawa tu uko peke yako. Ikitokea kweli bahati mbaya imeshindikana kabisa namna kwamba ina hamlaba usalama, kwa sababu wengine wanapigwa, wanatoka kuuliwa, au wengine cheating zimekuwa kubwa sana, wengine magonjwa, wengine nini, sawa, hiyo inaeleweka kwamba ndio imetokea ikuwa risk, lakini ile ya kujitakia mwenyewe hapana. Lakini pia this to say to ladies, ndio uko nasema mimi waga nasema vitu vyangu kweli mtu akafanya. Please don't ignore the red flags. Because you see this person from scratch, and wewe tayari anakwambia natamani kupata mtoto, you go direct and unaenda kubeba mimba. Why? Mtu ambaye wewe tu kwake ni jukumu kubwa. Imagine unaleta mtoto kwenye hii dunia. Lazima akutelekeze, very expensive. Watoto ni gharama.
Ni gharama kubwa sana. Mulizeni Kido ni auntie hapo, auntie wa karibu sana. Kids are very expensive to raise. Very. And they take your time, your energy. Mimi nimebarikiwa kuona all my siblings na watoto wao. Jamani, mimi ndo yule favorite auntie. Jamani, favorite auntie kwa watoto wote wa hii generation ya kwetu. Kwa I have seen my siblings and I'm like, isingekuwa their supportive partners. Hii shughuli ingekuwa ngumu sana. So lakini pia sharo nyingi ziende kwa wale wanawake ambao wanalea watoto peke yao. Ni ngumu. Mungu tu azidi kuwatia nguvu. Na wale ambao bado hamjafikia hiyo, kindly pray Mungu akupe responsible partner, responsible husband, mleo mtoto mkiwa pamoja vizuri. Sababu haya single ni magumu. I don't pray that hata kwa my worst thing. It's very hard. Anyways, na turudi kwenye industry yako. Tutarudi kwenye mahusiano baadaye. Wewe ni mtangazaji. Wewe ni muingiza sauti kwenye matangazo. Wewe ni social media. You can manage social media. You're a journalist, lazima uweze ku manage social. Unakuwa kiraka. Yes, you can do everything ambacho kiko related na mambo ya mitandao, unajua. Kwanza ilikuwa ni ndoto yako kuwa journalist? Kwa kweli ndoto yangu ilikuwa ni kuwa mwanasheria. Sababu yangu alikuwa mwanasheria na mwalimu. Kwa tamani sana kuwa mwanasheria. Lakini pia nilikuwa napenda sana kuongea. That's one so thing. watu ndo walikuwa wananiambia, unajua wewe atunge ile shule sekondari nini alafu wengine wakaniambia, sasa unajua kipindi unasoma una mambo, mara unabadilisha nyimbo ya Diamond inakuwa kwaya, mara sijui unaanza kuandika mistari kama kina wakaniambia, usipokuwa msanii wewe utakuwa mtangazaji. Sasa mimi kitu changu kaanza kujiposition hivyo. Lakini back in the days pia nilikuwaga mwembamba sana. Mwembamba mno. Yeah, of course. Hata tukirudi miaka mitano. Yani skeleton chap. So my sister alikuwa ananiambiaga utakuwa modo mzuri sana. Sasa mimi Flaviana Matata hapa, Kido hapa. Hadi nyua yangu kwanza kuna kipindi ukiangalia na Flav vitu vilikuwa ni back to back. So my dreams growing up ilikuwa ni either kuwa mwanasheria, kuwa mtangazaji au kuwa supermodel. Then baadaye nikaanza kutamani kuwa Miss Tanzania. I've been there. I've been kwenye industry ya modeling na fashion kidogo. Nilipoingia nikasema he is not for me. I went outside. Nikatoka haraka sana. Yaani nikatoka haraka sana. Okay. So baada ya kumaliza shule na kila kitu nikasema sasa hapo my heart is craving TV. Yaani mimi when I see camera I'm like, this is for me. This is for me. So nipo tu maliza shule na nini. Of course my family wanted something else and I wanted this. Kukawa na vuta nikuvute. Yeah. Mimi to my big sis ambaye kutoka yeye mimi ndo nafuata tunaelewana sana. Akaniambia, sikia nikwambie, hii maisha ni ya kwako. Mama ataelewa, bro ataelewa, everybody else is going to understand. Yes. But what do you want? Yes. Nikamwambia nataka kwenda kusomea journalism. Akaniambia journalism? Tafuta chuo cha journalism. Nenda. Nikaingia kwenye journalism my dear. And my journey, namaliza tu mitihani yangu ya diploma, nafanya interview ya kazi, naingia kazini. Wow. And it was like that. Up to today nilipo hapa, this is the Kido, you know. Yes, kwa sababu mwisho wa siku nasemaga ni kweli wazazi wanatuazia mema, lakini mwisho wa siku ushakuwa mtu mzima afueno, unajua unataka nini. Yeah. Unajua hata iwe ngumu kiasi gani, kwa sababu ulichagua mwenyewe unachokisoma, mbona utapambana tu. Lazima ukipambania. Ila kama ulichaguliwa lazima utaanza kulaumu. Kwamba ni saizi ningekuwa nimeenda kusomea, cause mfano mdogo, kakaangu kwanza nataka nikasomee human resources. Niwe HR. Ningekuwa sasa hivi mimi madam HR somewhere. No. Ungekuwa very cool HR ambaye waga. You think? Ofisi haina dress. Ungekuwa na guy. No, but ningetamani kufanya kazi labda na vijana ili to speak the same language. Haini tu kuna kale kanamna HR ziwaga wako. Hii sio wote, lakini kuna I don't want to be like that. Kuna karo inabidi kidogo unaweza kukakunja.
Sasa mimi nadhani ungefeli hapo. Ningefeli somewhere. Ningekuwa na reason too much with anyways. Maisha tu yalikuwa. Mafundisho. Mimi nimejifunza maisha mengi. Nimejifunza mji wa Dar es Salaam pia nikiwa chuo. Hello. Nikiwa chuo. I was such a babe. As I'm telling you, ni juzi kakaangu ndo ameniambia kwa mara ya kwanza, na unakuona kama mtu mzima, na karibia miaka 30, imagine. Ndo ananiambia sasa hivi nakuona kama mtu mzima. So wakati naingia chuo nilikuwa almost mimi nimeanza kusoma nikiwa mdogo sana. So nimeanza shule mdogo sana, nimeingia chuo mdogo sana. I was 16 almost 17. Okay. Naingia chuo. I was a baby. Yes. Oh my so God. You can imagine Jiji la Dar. Chali ya Arusha umetoka huko hivyo ni. Kwanza kila kitu I'm like why? I'm like hawa watoto wakoje? How are these people functioning? Then sasa ili kukop na mazingira ya Dar es Salaam, kusoma, kujichanganya na watu, cause mimi bwana, kwa ambao wachache wananifahamu, if mimi na wewe tukivibe, tumevibe. Nje ya hapo I'm like sasa chuo maisha yangu mengi yalianza hivi. Okay. Kwa I needed to find people with characters za kwangu mimi mpaka niwapate tuanze interact, kuwa marafiki. It was so hard, but I've learned a lot about life. Nikajifunza kwamba Dar es Salaam bwana lazima uwe hustler. Usipokuwa hustler hapa mji utarudi Arusha uende kakae na mzee pale mle makande na loshoro, maisha yaendelee. It won't function. So I started working nikiwa chuo. Yani nadhani early sana wakati niko chuo nikaanza kufanya kwenye online media. Unaenda unapewa 10,000, 15,000. Upewi. Unaenda tu hapo unashuti. Yo solo Diamond did A, did B, did C. Hivyo. So mimi hata pia experience yangu ya kazi and why nilipata kazi sehemu ya kwanza nilopata East Africa was because tayari nilianza kufanya kazi from hivyo. Kwa walivyokuja ile tunatafuta freshers, tunatafuta watu ambao wako fresh. Mimi tayari nina YouTube channel ambazo zimenipost. Yes. So I'm like, this is my work, this is what I do. Exactly. Yeah, and I was earning money to do most of the things back in the days. Licha ya kwamba familia yesi na mkono wake, lakini I had things on my own. And nakumbuka kipindi hicho bado mama alikuwepo, and kuna muda anachelewa kurudi nyumbani. Naambia tu mazalo niko kazini. Anakuambia mwanangu, Mungu akutangulia kubariki, wakati ni kitu ambacho alikuwa, lakini alipoanza kuniona ile kwamba hichi ni kitu anataka, ni kitu anataka. Nimefanya kazi hadi media ya dini mimi. Okay. People don't know that. Nimefanya kazi media ya dini. And anaona kabisa ananiambia superstar wangu. Sio unaelewa. It used to feel so good back in the days. So naenda chuo, naenda kazini, narudi nyumbani, I have time ya kumanage na marafiki. Ujana kidogo na nyewe. Ngoja kufanya mambo mengine uzeeni. Ndugu yangu. Nitajuana saa ngapi na watu ambao nilikuwa natamani kufanya nao kazi, nifanye nao interview. So I needed kujichanganya huko na huko. So yeah, I think to that, jamani, huyu ni mtu wangapi anasema kwamba alianza kufanya kazi akiwa chuo? So nafikiri mtu ambaye yuko chuo ama go out there. Do it. Yaani kama field yako ni inafaa kuwa practice ukiwa chuo. Practice. Anzia huko chuo. Watoto wanataka kulipa jamani. Hawataki mambo ya kujitolea. Baby, ukiwa umeanza lazima ujitolee unless baba yako ni mtu fulani. Lakini kama ndo familia za kina nani ndo sisi kwenye ukondo wa kwanza kuingia kwenye hiyo industry. Lazima ujitoe kwanza kidogo. Sure. Kwa sababu mfano kama journalist, mimi siwezi nikaenda tu eti kwenye media nikasema mfano kidogo na media yako nije mimi tu ni mtangazaji. Sijai kuona. Sina uhakika kama hauna yani sijui your level, lazima unionyeshe, na ili upewe mtu tu akukubali kukupa nafasi ya kuonyesha inabidi ujitoe free. Na ukitaka sasa umalize chuo afu ndo ujitolee fresh. Maana hiyo haikwepe kila kama vipi. Hapo kwanza bora ujitolee ukiwa tu chuo. Ndio wale unaingia kwenye depression because
Ndio umemaliza chuo. Sijui kwanza nimaliza chuo, sitaki kuchanganya. Sitaki kuchanganya. Sijui nimaliza chuo nirudi nyumbani. Una feel inabidi uchanganye. Hapana bwana. Practice while you can, do whatever you can. Kwa sababu sio kwamba chuo eti maisha yana kwanza ratiba. You guys are so free, ndio tunapishana huko kwenye viunga kila siku. Find something to do for yourself. Hata kama ni kidogo, anzia tu hapo ili mtu akitaka kuona una kitu cha kumuonesha. Yes, it helps. Mtu akwambia anasomea biashara, alafu haisi hata kuanzisha biashara ndogo akiwa chuo ya kumfanya unanioneshaje? Be serious my dear. Kwa serious kidogo. Kwa nafikiri kwanza ku practice ukiwa chuo ni nzuri kwa sababu mwenyewe ni kama wewe kidogo. Nimeanza kufanya nikiwa chuo, ile nimemaliza UE, sijamaliza hata research, nishatafutwa na media ambayo niliweza kufanya nao kazi ambayo ni ST Bongo. Kwa hiyo wanakuja kunitafuta ST Bongo, mimi hata sijamalizia research. Kwa hiyo namaliza research tayari nina kazi. Na graduate tayari nina kazi kwenye mainstream. Kwa hiyo sasa lakini you started somewhere. Yes, kama sio kule muda wenzio wamelala, wewe unaenda kazini. Wewe unaenda kujitolea, usijue na ingekuaje. Kwa kusikia amesikia. Anyways, ulipataje nafasi East Africa? As I said, wakati tunamaliza mitihani yetu ya mwisho ya diploma, walikuwa wana search for freshers, like new talents, watu wakuja kuwa. Alafu kingine, kumbuka mimi my dream was to be mtangazaji. But that didn't happen. Haikutokea kama ambavyo watu wengi wanadhani eti ilitokea. Nikaenda tu nikakaa mbele kamera eti nikaanza kutangaza. My dear. Nilikuwa producer first. Okay. So nilivyoingia East Africa nikawa assistant producer kwenye different shows. Okay. Nikapiga pale, lakini they both knew kwamba I had it in me kuwa mtangazaji. Okay. Then nikaanza kufanya ile screen test for E-News back in the days. So nikafanya screen test pale, nikaanza kufanya E-News, then I did E-News for a while. Alafu baadaye ndo ikaja 5 Select and kiraka kwenye different shows huko na huko. Yeah. Okay. Na unaweza kusema media zina changamoto tofauti. Asa zilivyo maofisi mengine unajua. Angesema mambo kama challenge. Ni challenges gani kubwa ambazo ushawahi kuface ukiwa kwenye media houses? I wanna cry. Yeah. Well, tuanze ofisini au as a person ambaye niko kwenye media life. Unajua kuna challenge nyingi as a person, as a professional. I feel kama, and no offense to media houses don't prepare most of us ambao naweza nikaongelea kwa ambao ndo tumeingia au wameingia kwenye uhalisia wa mambo. Tuache mambo mengine yote ya media mnayajua, ndio hayo hayajai kubadilika. Tuongelee kwenye hili hapa. Hatui prepared. Kwa mfano kama mimi wakati naingia, ukiwaangalia niliokuwa nawaona nje, I used to see these guys have money. They have money and I'm like soft life. Kwa wewe unaingia na mindset yako kwamba kazini, mkwanja, jina, kuvaa vizuri, sijui nini, kuonekana places, my event, my awards, manini. My dear, your head is full of it. But nobody sits you down to tell you this is a process. Especially ukishatoka kwenye online media. Ukiingia tu mainstream, things zinaenda differently. So watoto wengi au vijana wengi nikiwaangalia sasa hivi, I'm like, I wish mngekuwa mna siku shauri. Mimi luckily enough, sehemu ambalo kwa nafanya kazi, nina baadhi ya watu wachache ambao they told me that, sio kwa ukubwa, lakini waliniambia, dogo, hela ziko kule kama Juma kile alivyosema, hela ziko mwishoni, kuzifikia chalini ni ngumu. Kwa hiyo tulia kabisa. Tulia. Sasa hivi jenga brand yako, make sure kwamba you stay in a place ambayo usijiue. Do things ambazo unaweza kwa speed yako, jenga brand yako. Sio kwamba leo sijui umeona fulani sijui kaenda wapi sijui kavaa nini wakati wewe lako inakutosha kwa ajili ya nauli. My dear,
ishi kwenye lane yako. Sasa sisi wengi tukiingia ni hiyo unataka kushindana. Nimeingia labda niko sasa hivi niko na Chika, mimi Chika amevaa buti na mimi nataka kesho nataka niingie nimevaa buti. Hela ya buti unaitoa wapi ndugu yangu? Hela ya kusuka nywele unatoa wapi? Sijui. Yaani things zinakuweka kwenye pressure ambayo inakusababisha especially kwa watoto wa kike. Wa kiume sio sawa, wanapata the same pressure, lakini men, I'm not saying kwamba wanaume watakuwa kupewa hilo sikio, they supposed to, lakini kwa mtoto wa kike it applies differently. Yes. Ndio unajikuta sasa unaanza kutembea sijui na bosi, unaanza kutembea sijui na your coworkers ili upate viela vitatu viwili vya kusijui nini. Umeenda umeweza na ukionekana kwenye TV, naomba nikwambie wa Njombe wa uko sijui Tunduma wapi, wote watakuwa on your DM, they will be on your phone, they will be on you. Ukishindwa tu kutumia akili, rudia tu nguo mara mbili. Ukishindwa kutumia akili aje amna sehemu utapotea kama hiyo. So you see a lot of kids, a lot of girls, a lot of people wanapotea kwenye hiyo stage hapo, kwa sababu nobody sit them down na kuambia reality ya maisha ya media. So kama haiwezi kufanyika kwenye media houses, you cannot train me to kujaza inaitwa nini ile poto sijui kitu gani, alafu unashindwa kunitrain how to brand and keep my brand and be that brand. Itakuwa ni aibu kwangu, ni aibu kwa ofisi. Exactly. Unanielewa? So I feel like that's something special they should put kwa watangazaji. Hata watangazaji wenu wakubwa wawekeni on that, because they somehow they are losing their way. Nafikiri kuwa na orientation kwenye media houses kama ambavyo kwenye makampuni mengine wanakuwa na ile wiki ngapi za orientation. Zipo, lakini huyo mtu anakuwa anafanya nini? Ndio unafundishwa sijui kuandika script, unafundishwa sijui masuala ya set, sijui nini, unafundishwa vitu tofauti. I'm saying kwamba as long as your face is out there, the world is out for you. Yaani wewe na dunia mnakimbizana. The world kipindi hicho my dear, navaa mimi sasa na kimwili changu hicho navaa hivi. Unakuta mtu anasema masop dish yangu huko. Na isingekuwa Umeru, na isingekuwa napata mental breakdown every single day. Mtu anakuambia wewe na hicho, anakuambia hivi, unatumia K-Phone X. Tangazaji mkubwa. Hapo nasema Mungu, lini nitapata hata 11 hata 12 tu. Naanza kichwa changu naambiwa wewe it takes time, relax. Kiko wapi? Huyu anakusema mwenyewe hana hata hiyo ulio. Ingia kwenye profile yake. Jamani, ile unajua kwenye mitandao tu unakuwa na audacity ya kuja kukuambia weaknesses zao wao, yani tunasema insecurities zao wanakuja kusportray. Yes, na watu wengi wanapotea hapo, cause imagine unaambiwa huko sijui unarudia nguo, huku unatumia simu mbovu, huku unaambiwa kwanza tunapishana na wewe kwenye daladala. Ndio hiyo unaanza kutafuta wa gari, unatafuta wa simu, unatafuta wa mtiano kwa mzee. The pressure increases. Anyways, kido ulifanya kazi South Africa kwa muda gani? Almost 5 years. Okay. Sasa you shift from East Africa ukaenda Star Times, ilikuwa ni ST Bongo, yes. Sasa shift ya kuweza yani ile courage ya kuweza kuondoka sehemu ambayo ni big platform, sehemu ambayo imekulea. Unajua kuna ile ka comfort zone, uwezo na ujasiri wa kuondoka nyumbani kwenda sehemu nyingine ambayo pia hata jina lake alikuwa kubwa kama kule ulikotokea. Ilikuwaje? It wasn't easy, my dear. It wasn't easy. It took me a while. It took me a while kufanya hiyo decision, but at that point of my life nilikuwa nahitaji changes sana. Sana. I loved whatever I was doing. The show I was doing, the people I was doing the show with, I loved that show. Lakini some part of me always wanted more. Afu mimi ni mtu napenda sana challenges kwa sababu ndo zinanifanya nakuwa. Kwa hiyo ilipotokea opportunity hiyo, nikaangalia na mazingira ya show ambayo nilikuwa naenda kufanya. Nikasema yes, this is me. Because you see even ninavyoongea, ukinikuta naongea unasema nafaa labda kuwa therapist fulani hivi. Kuna madini mengi in my head that
siyatoi. And kwa show ambayo nilikuwa nafanya, yes, I loved it, nilikuwa na enjoy, lakini sikuwa na express it to what I have kwenye full potential. So I looked it in that way, kwamba nikienda upande wa pili, it will give me that, and it did. It did. Kwenye show ambayo nilikuwa naifanya, the people who nilikuwa nafanya nao show, ilinipa ile expression ya kukua, kwamba sio kwamba Kido the only thing I can do ni kukaa sijui na kina Chino nikawauliza, so hii ngoma yako mpya ili kuinspire ukatoa nini? Hapana. I can talk about life. Yes. I want to talk about life, and this is what I'm doing now. About life, lifestyle and everything. I wanted that for myself. So yeah, haikuwa rahisi sana, ilikuwa ni ngumu sana. Nadhani hata siku ambayo nilikuwa naondoka hakuna mtu alikuwa anajua, ilizua kama jadala fulani hivi, because I just did like bye. Okay. I was like Kido, where are you? Unaenda wapi? I was like, I need this for me. Na ningeanza kutafuta ushauri, labda hata nisingefanya hayo maamuzi. Kuna vitu vingine kwenye maisha inabidi ufanye mwenyewe. Yeah, so nikafanya maamuzi kama nilivyofanya, na maamuzi mengine mengi yaliofuata. Life continued. Of course. Yes. Muda mwingine risk, you have to take risk. Yes. Kwa maisha kuweza ku. Yes. Ama wewe kuweza ku. Yes, I'm like I'm young. Umri unaruhusu, damu inaruhusu. Yaani nina uwezo wa kuhangaika na hii maisha mpaka ije ikae kwenye style ambayo naitaka. So exactly. Okay, so tukiondoka sasa kwenye media, kuishi na jina. Yes, live. Kwa sababu tayari uko na jina, unajua kuonekana kwenye TV, especially ambayo ni mainstream kama hivyo, yeah. Tayari unakuwa unatengenezewa watu wengi ambao wanakufahamu, wanakuwa and everything. How is life kuwa mtu ambaye ni prominent? Ni magumu na ni marahisi. Okay. Inategemeana na wewe ni nani. Mimi hajanisumbua. Okay. Hata siku moja. I'm saying this with a happy face. Hajanisumbua hata siku moja. Of course. Mimi nasemaga mimi sitaki umaarufu. Me I'm okay with. I'm not saying nimeridhika jina langu lilipokuwa, lakini I'm okay. Yani I'm okay to live a normal life ambayo anybody can relate to. Ndio maana mimi ukiangalia sijawahi kupressurize myself to anything. Sijawahi kujiua ili nionekane mtu fulani au status fulani, no. Mimi ni Kido huyo utakayekutana naye nje dukani. Exactly. Yani jeans, raba, t-shirt, lokat, kwa heri. Yani umenikuta na kiatu kirefu, I'm feeling like wearing high heels, I'm that. So umaarufu kwangu mimi niliuchukua na nikaumeza. Nikasema jamani, ninavyoviona kwa mastaa wetu hawa wa industry, either tasnia ya habari au tasnia ya burudani, kwa sababu ndo ambao tuko nao very close. Sitaki hiyo for myself. I don't want niamke nijikute siju kwenye blogs, mara leo natembea na Juma, kesho natembea siju na Johnny, kesho kutwa siju niko natembea na sponsor gani, siju mara nini kimevuja. I said I don't want that for myself. So mimi sio kwa kujisifia, ila watu wengi watakwambia katoka jeuri. Yes. Na mimi ni mjeuri sana. Acheni ikae hivyo kwenye midomo ya watu kwamba huyu ni mjeuri. Sio ujeuri. Niliset hiyo boundaries. Hii hapa ndio mwisho, hii ndo inapoanzia. My mom alikuwa ananiambia kipindi hicho ndo sasa najitolea kwenye media online sio nini, nilikuwa narudi nyumbani. Kuna muda narudi nyumbani nimechoka, na mkuta yeye kashapika, kwa mimi tunakula labda naoga na nalala. Kwa sababu mara nyingi alikuwa ananiambia, kumbuka kutoka nje wewe ni Kido, kurudi ndani wewe ni mama. Yeah. Mimi mamako nipo, natoka kazini mapema, nitakuwa nyumbani, I'll cook for you. Wewe ni mwanangu, lazima nihakikishe umekula, umetoka kazini umechoka. Yes, lakini when you have your life, ukitoka nje wewe ni Kido, kirudi nyumbani wewe ni mama. Either una mtu unaishi mwenyewe ikoje, wewe ni mama. So mimi hiyo nimeenda nimeiapply zaidi in my real life. Nikiwa hapa, this is Kido, this is whatever you get to see right now, ndo huyo brand influencer, ndo huyo content creator, ndo huyo sijui nini.
nikitoka hapa my dear, mimi ni Janeti binti wa Kimeru. I stand kwenye hiyo, na hiyo ndio ambayo imenisaidia mimi. Hata watu wengi I live with them as a family, because outside of work it's just outside of work. Exactly. Yeah. So ukiweza differentiate hiyo, so maswala ya kwamba sisi tutakwenda dukani, oh my god, they'll see me. No one is seeing you. Kwanza hata hamna na hata hawakujui bobu. Relax. Tulia bana, tulia. They don't know you like that. No. Yes. Kipindi hicho nakumbuka kuna kipindi nilikuwa nikitoka kazini napita zangu, tunatembea mpaka Mwenge mnatafuta kwenye vinguo, mnatafuta vya 1,000 2,200 hapo kabla ya kwenda nyumbani. Alafu kesho yake unaingia kwenye kipindi mtu unajua 5 select comments zinapita pale. Utakuta jana nilikuwa na Mwenge sagura nikamwambia ndo mambo yangu hayo. That's me. Na tukutane tena na jioni ya leo nikipita. Easy. So people pia wanakuwa wanakuzoea kwenye mazingira fulani. Mimi hata leo nikikaa nitaanza kuambia naombeni 1,000. Walisema maisha yangu mnajua jamani, mtanichana. Mambo ni magumu sasa. Sasa ambia nimevaa kiatu cha milioni mimi labda 30,000. Yes, reality. Alafu unajua as a journalist sisi bana tuna choice kwenye upande wa maarufu, kwa sababu siku sisi sio hatuwezi kuwa celebrities, sisi ni public figures. Of course. And we have to be uko public kuweza kuyajua hayo mambo ambayo tunatakiwa kurepresent kwao pia. So I think wanao complicate wameamua tu. Wanataka kufanya tu maisha magumu. Wanataka lakini. Yeah. Choices. Yes. Kama kijana tuachane na kwamba ni kama journalist. Waga depression zipo tu. Yaani kuna namna maisha yanakuwa yanakuhit haswa. Unaona mbona kaya maisha hii routine nishaichoka hii ya kuamka na kufanya hichi, then baada ya hichi kinafuata hichi, nimechoka. Unakuwa depressed and stuff, au unapitia sehemu ngumu na nini. Wewe una deal vipi na situations kama hizo? Swali nzuri ndugu mtangazaji. I've struggled with it. I've struggled. Chika sijui hata nikueleze vipi. I've struggled a lot. Na nilikuwa sitaki kukubali kama hicho ndio kinaitwa depression. Yaani nilikuwa kwenye denial kubwa. Mpaka nilipoanza kupata, because mimi ni mtu ambaye with whatever is going on in my life, mimi sio mtu wa ni muongeaji with the whole thing, lakini napata ugumu sana kushare mambo yangu mengi. Sijui ni share na nani, sioni comfortability kushare na mtu. Kwa the end of the day inakuwa nakana vitu vingi vilivyoniumiza, vilivyonifurahisha, vilivyo sijui nini, nimekwazika kazini, nimefanya nini, kila kitu kiko ndani ya moyo. So ikafika wakati moyo wangu nahisi ukachoka nao. Sio kuchoka, ulikuwa umejaa unafurika. Sasa nikawa yani I was so, wazungu sijui nisema wanahitaji, sijui ni grumpy. Nilikuwa na hasira. I was becoming something that I wasn't. Okay. Kuji isolate pia. Yani I just wanted to be myself. Na kama sio myself, nilikuwa nakula mtungi bobu. Askwad si mtu. Jumatatu mpaka Jumatatu, as long as I get a chance to drink, I'll drink. Okay. Nikapoteza na njia kabisa. As I told you, kwenye familia mimi nimekuwa vipi? Kanisani, maombi, tunasali kila siku sala za jioni, lazima usali asubuhi, sio unanielewa? Kapoteza hiyo yote, nikapoteza hapo katikati, nilipoteza Chika, nilipotea siku, yani kuna kipindi nilikaa kama mwaka na nusu, sijui hata kanisa la rangi gani. Sijui hata kama mara mwisho nilikaa hivi nikasema nasali serious zaidi ya kusema ile tu Mungu nisaidie. I was becoming something that I wasn't. And why? I don't know. I do not know. So katika vitu vya kuacquire nilikutana na mtu. Juu kuna watu ambao kukutana nao bwana, wakikuangalia tu wanakuambia wewe una shida. There's something then you are hiding it, kinakuumiza. You need to let it go. Hapo sasa ndo maza pia nimetoka kumpoteza. Kwa afu mimi sio, hata maumivu yangu siwezi kuexpress as how everybody is trying to see kwamba sijui nitakuwa nalia. No, mimi nilipomaliza zangu msiba ile baada ya wiki ya off, nikarudi zangu kazini kwenye show kama kawaida, I'm smiling. I wasn't okay, lakini yani sikuwa sawa, yani kwa sababu nilikuwa nasema sasa maisha yangu going forward from here, things are going to get tougher. Sio unaelewa? Kwa nikawa I'm losing a sense of me bila mimi mwenyewe kujitambua.
ingia kwenye namna mbalimbali za maisha. I'm not even proud to say. Mpaka siku moja nilipopata nafasi, huyo ndo that's my, sijaikuwa na mentor zaidi ya huyo mtu. Mungu ambariki sana, for whatever reason alikuja kwa muda mfupi na akaondoka. Mama nikwambia ni kama alitumwa njoo rekebisha sepa. Nilipata hiyo, unaijua mental breakdown ile ya kwamba your heart is releasing everything. Baada ya ku-release my dear, that's when I knew what I was going through. What was that? Ndo mnaita hiyo depression. Alafu silently alone, bila kujua. Na mimi sio mtu wa machozi, si unanielewa? Kwa hiyo nilikuwa hata ile kuna muda you just wanna cry. I'm like, nilie ni kwa mwepesi. Nilia nini bana, sijafika huko. Nilie niwe mwepesi. Niwe mwepesi. Hapana, I must stay strong. I am strong. Ile ku stay strong was killing me inside without me knowing. So from pale, after kupata hiyo breakdown ya kwanza, nikawa sasa napata hizo episode. Naweza tu nikakaa jamani, machozi yakatoka huko yalipotoka, nikaanza sijui kukumbuka sijui nini, mara hichi kiliniumiza, kafanya nini, nikalia mpaka basi. Lakini pia ninavyoongea hapo kuna watu they will understand because ishai ku happen but kuna muda una breakdown bad. Sijui unanielewa hapo, walioko na wewe ndo watajua cha kufanya. Lakini ndio imetokea because your heart wants to release at that moment. So nikajifunza about releasing. Okay. Then that's when I started reading books and watching podcasts za health and mental health. Then nikaanza sasa mwenyewe kutamani kujua zaidi na zaidi mpaka nikajua kuna kitu kinaitwa panic attack. I used to get that a lot bila mimi kujua. Kuna muda tunaweza nikaingia kama hapa nikiona tu watu ni wengi usoni, I'm okay. Ndani pumzi naishiwa pumzi, I'm like I just want to stay in sio unanielewa. Nikaanza kujua vitu vinaitwa panic attacks, nikaanza kusoma how to cure it and nini. Then kuna watu ambao I know they were suffering with the same thing, then I started helping people after myself. Ukipitia. So yeah. Okay. Yeah. That's true. Na watu wanapenda kusema ongea ila kupata mtu ambaye anasikiliza pia naye. Alafu pia ni kwamba kwenye hivi vitu bwana, mfano kama mimi kukua kwangu kote sikuwahi kuwa mtoto wa kuexpress, wa kusema. So nadhani pia hiyo pia ilinichangia wakati na I'm going through that. Sikuwa naweza hata kumwangalia sijui dada yangu nikamwambia au kaka yangu nikamwambia. Kwa sababu nikiangalia wao unaona kama mbona na wenyewe kama wanapitia vitu vyao, nikienda kuwajezea vya kwangu nitawaongezea. So let me stay with it. Sasa ile stay with it. And I need to smile every single day for the camera. I need to tell my people, yeah guys, I love you so much. Unajua maisha ya kamera. Nikitoka hapo nikiingia ndani I'm like umenuna. Na kuna muda hujui even kitu gani kinakusumbua. Hulali for days. Kazini unaenda, una function well, lakini kuna kitu hakiko sawa. And sometimes you don't even know what nini hakiko sawa. So I've been there. Ngumu sana. I've been there. Kwa kweli. Tafuteni tu watu wa kuzungumza na kwa sababu kuna watu special Mungu amewekaga wana uwezo wa kusikiliza. True. And when you get those people, hold them dear my dear. They are medicine. Ni dawa. Yes. Ni dawa. They will heal you. Okay, turudi kwenye mahusiano bana kitu. Why? I'm like kuziba uso wangu. I need to cover my face for this. Why? Embarrassed. You did those things yourself. My dear. Inapata interview niambia niwe tayari. Okay. Okay, kila wewe ushai kufumaniwa hiyo usiana. Mafumanizi ndo inakwaje? Mafumanizi ndo inakwaje? Mimi nilisema. Either umekutwa na mtu au umekutwa na message au whatever, mbali umefumwa tu. Inabidi uwe kwenye mahusiano na mtu. Yeah. Sijai kufanya. Kwa wewe situationship tu zenyewe wako wanakutana. Asa situationship za hiyo ni mahusiano. Who has the right to claim? Hapana. No, mimi siwezi kusema nishai kufumaniwa. Sijai kufumaniwa jamani. Wananchi, I've never. Hakuna watu dabishana sana. Okay. Sisi sema ni kufumaniwa. Ila kuna a person who
wasn't still interested in me and another person who wasn't interested in me. Huyu alikuwa hapendi kabisa ukaribu wangu mimi na huyu B. Hata mimi I'm like okay. Sasa mimi siwezi kuacha kuongea na mtu potential. Why you are not doing right by me? Why should I give you the title? So me, I'm still talking to this other person until one day bam. Sasa hapa salimianeni because this is not on me, my dear, this is not on me. So huyu akakasirika akasema, wewe uniheshimu, sisi we are trying to build something and so what not. I was like, my dear, if you are claiming me, claim. I won't be talking to this other person. Yes. But it don't seem like a person who wants to claim me. So umeniachia doa ya mimi kuendelea kuzungumza na watu wengine, na nikamwambia si huyu mmoja. Mimi nazungumza na multiple people. Naongea nao, I'm going on dates, I'm talking to people, I'm trying to find my person. If that person is not you, my dear, usinifunge. Haikuwa nzuri sana. Ilikuwa nzuri sana kwa upande wake, lakini ameheal. Atakuwa ameheal. Atakuwa au hujahili. Umehili au hujahili. So I feel like kama if you say maybe Fumanizi la hivyo. Okay. Lakini ile nginja hapana, my dear, I'm smart. Way smarter than that. Yeah. I understand. Now shake Fumania. Hapana. Ila nishaikuwa kwenye situation ambayo sijui niite Fumanizi. I think hiyo ndo relationship yangu ya mwisho 5 years back. Hiyo ndo mahusiano yangu ya mwisho. Hiyo ni ushapiga ile nitoa Waswahili anasema mwana ukome. We stop. This game is not time, unarudi nyuma kwanza. Kila nikijaribu kurudi naona nitalia vibaya, mimi moyo wangu wa kupenda ni mapendo, nitalia vibaya. Nilikuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye ana mahusiano na watu wawili wengine. Alafu alishanitambulisha kwa watu lakini sio kwa style hiyo. Yaani nilikuja kugundua mchezo nimeshadumkiza miguu na mikono. Karibia kichwa kinadumkia. Yes. Haikuwa rahisi, rafiki yangu binti wa Kimeru uko hapo. Yes. We kaka wewe. Mbona kuona. Acha Mungu atadili naye. Katuharibia binti miaka 5. God will judge you. Bro, alafu imagine umekaa na mke mwenzio tuseme. Tumekula chakula cha pamoja. Sijui hata aliwezaje kutuweka kwenye meza moja, kwenye restaurant tumekaa tunakula. Bobo hatujuani kama siku moja isiyo na jina. Shule ile unaongea na baby usiku sijui nini, unampigia mtu. Au koti. Hakuja kurudia kesho yake. Mambo haya. Mzee. What happened jana? Nilikuwa kwa baby. Alinijibu hivyo. Subiria, alinijibu hivyo. Siwezi sahau. Sisahau chika. Mimi mtu Arusha sisahau. Nilikuwa kwa baby nikamwambia, poa. Then baadaye I was like, ina click sasa kichwani, baby. Wewe baby gani? Kwa baby wangu. Nikamwambia, na mimi ni nani? You're my girlfriend. Then kuna baby mama ambaye niliambiwa tu shule ilishaisha lakini kumbe alikuwa na mimba ya pili. Yes. So tulikuwa mtu hizo. Chali mtu hizo. Lili. Nilipotoka hapo, alafu alikuwa hataki sasa kuachika. Hizo drama za kuachana ilikuwa ni aje? Sasa alikuwa anataka kupeleka na watu watatu. Anasema alikuwa ananipenda mimi kuliko. Hayo wanaume. Amen. God will judge you. Sasa alikuwa ananipenda mimi kuliko wengine wote. Alafu huyo mmoja amekaa naye over 8-9 years. Huyo mwenye watoto wawili. Huyo baby hapo katikati. Baby mama ana kama years kadhaa hapo. Alafu kuna mimi ndo naye year. Ndo wewe si mpia ndo maana unapenda zaidi. Na year of my life. Oh my God. Wasted. Nilipotoka hapo sasa nguvu na yani kila mimi nikiwa naongea na mtoto wa kiume, I see pale kwenye macho yake inapita lying. It's gonna take me a while to come back to this game. I've tried. So kama sijai kujaribu kudate hapo katikati. Ila yani mimi ukinidanganya tu chajua out of nje ya mlango, bro, I don't have that time to entertain lies. So ndio ile mimi wakati mwingine ni ngumu.
Nashinda kwa kile kitaka kuongea na bado na which nasikia kulia. Lakini ukiadisia sasa hivi it's fun. It's fun. Lakini kwa wakati kwa muda huo nilikuwa nasikia hapo ndo nimeachana na boyfriend na mimi kwenye kukaa mpaka kuja kuwa mahusiano ni shule. Nimeachana na boyfriend wangu wa kwanza nikakaa kama 2 years. Ndio nikaja nikakutana na huyo Charlie. Imagine 2 years ili uje kudanganywa. Na sasa hivi umeinvest 5 afu unakuja kudanganywa vizuri sana. Nitalia vibaya. Nitalia Kariakoo katikati. Ndio maana mda mwingine unakutana na right person unaona tu mdanganye kwa sababu mwenyewe you. Sasa right person wrong timing. Okay, ni kitu gani ambacho ushafanyaga in the name of love and you're not proud of? Nikwambie ukweli. Baada ya yote sikuondoka pia muda huo. I think that's the most nilifanya in the name of love, and kwa sababu at a minute cause ushampenda mtu then unajua kabisa this is wrong, lakini akawa na kuongelesha unatamani kumwamini, so I was like maybe if I stay ataacha. Lakini nikaja baadaye kugundua kwamba hapana, mimi ndo nataka niondoke. Wewe sio potential hapo, wewe ndo umeingia. Yaani mimi nikimchepuko namba 3. Nikajiambia Janet, my dear, you won't die. Bado wewe mdogo sana. Did you die? No, bado ni mdogo sana, you are still beautiful. Alafu kuna mtu aliniambia huko unakoenda huyo kijana talia. Nikamwambia no, he's a very good guy. He's a very good guy. He was a good guy until he wasn't. Yeah, of course. So yeah. Hayo wote wanawake watatu wote kwa pamoja kwa alafu is a good guy. Au ndo wale I cheated on you. Did you die? But did you die? Did you die? No. Unaendelea kubaki mpaka ufe. Wallahi. Kwa kweli hapana. It's a funny story to tell, but nimejifunza. Okay. Nimejifunza tena. Nimejifunza tena. Yeah. Kwenye brand influencer, ni pesa gani ya kwanza ambayo ulitengeneza ukaona ni kubwa na ikakufungulia njia na kukupa confidence kwenye kufanya hizo mambo? Kama amount? Ya kwanza, sio sasa hivi no. Ya kwanza ambayo uliona ilikuwa big. Okay. Kazi zangu za kwanza hazikuwa that much. Lakini zilikuwa ni from big names companies. So for me I was more of putting myself out there kwenye kuwa influencer cause ilikuwa ni safari mpya. Then kuna deal nilifanya mwaka jana hapo katikati. Kwanza ile unapigiwa simu. Oya, kuna deal fulani, scope ya kazi iko ABCFG. These people, they don't have much, they have this. Nikasema that's not much. This is not much. How much is much? Nikasema how much is matching? We are talking because mimi kwenye safari ya kuwa influencer nimeingia, lakini I'm not that big ukikompare na watu wengine. So for me I'm like ndo tunaanza namna zinakuja hivi, mtanifanya nisiajiriwa binti, ni focus na influencer. Mshahara wa miezi 2 unaupata in a single walk. Nikasema it was an amazing walk. Nikasema kama ni hivi ndugu zetu ambao walishatangulia kwenye hichi industry Ndio maana kiredio anajeuri kusema kwamba kuna some deals my dear, unaona watu wana sign and you're like yep, that's a deal right there. Nasani mshahara wa mtu wa mwaka mzima ina single deal. Unataka tukae tuongee lugha moja, sio kweli. Lakini sasa ndo upate mpaka ufikie hapo kwenye hiyo level, ufikie hapo na upate na hiyo investment, because people feel like you wake up one day and you be this umesign sijui brand ambassador wa kampuni fulani. It takes time. It takes you creating yourself, kujipushi, kuondokana na kuziba masikio. Sababu watu pia they'll come after you. Ziba masikio, invest in it. Bila investment hamna kitu kama hicho. Kama kiredio asingekuwa anakubali kuchomwa na jua aonekane kama kichaa uko barabarani, kuvunja mahusiano nini, asingekuwa bado atengeneza pesa ndefu hizo. Singekuwa kama tunaongelea tunachokiongea sasa hivi. So
Ile content imembadilishia maisha. Yeah. He's doing great. Okay, tuzungumzie brand yako. Ambayo umeivaa. I have a tattoo of it too. Yes. So this is a funny story. Okay. Wakati nafanya yote hayo, na ndio wanahadisia hapa how much kila mtu atakuwa anaona ni mazuri. Naona ni mazuri, kido, very confident, very nini. I used to struggle with my confidence. Okay. A lot. Asikwambie mtu chika, asikwambie mtu. I think hata mara ya kwanza mimi na wewe tunaonana with a smile on my face and everything. Moyoni nilikuwa natamani kuzimia, nitafute sehemu nidumkie chini. I used to struggle with my confidence a lot. Okay. A lot. Na hii ni pressure kutoka kwa jamii zilizotuzunguka kwamba unaye kuna ile mtu kukubody shame, unajiona kama like mbona my body is not good enough. Mbona na kisura chake mtu ananyoa amemparariana huko kuanzia kwenye nywele mpaka asubi nini. Yaani kuna ile I used to question myself, do I deserve this? Do I have what it takes to be here? Nikimwangalia mtu mwingine akiwa anatangaza anasema labda yule ndo angekaa hapa angefanya vizuri. Unaelewa? Yaani hivyo I used to in my heart and in my head. Nikisimama hivi kamera ikishawasha kusema action, I'm like fresh to go. Nikianza kuflow, you can feel my voice the way ninavyoanza, then ninavyoanza kukaa katikati hapo up to ninavyomaliza, there's a difference, a big difference. So nikawa nasoma Bible one day. No, actually nilikuwa naangalia podcast. Then mtu alikuwa kwenye podcast akataja mstari wa Biblia. Akasema mimi ni mkubwa sana, I don't remember the name, lakini mtu wa mbele kidogo. Akawa anasema whenever niko kwenye situation ya public, yeye ni public speaker, anaandika vitabu, anafanya nini? Niko sehemu ya public, sio kama mimi siogopi na ile hofu ya kundi la watu na nini. So huaga nasoma ile wa Filipi 4:13. Nikatafuta Bible ilipokuwa huko, kasoma all things to Christ who strengthened me. So nikiingia kwenye show pale, naweza mambo yote. Ikiwekwa intercom napiga zangu huko. Naipiga hiyo mpaka muda unaambiwa action. Nikianza nimeanza, imeenda. So slowly that fear, sio kwamba imeondoka, lakini hivyo. So whenever I feel kama niko kwenye situation ambayo inataka ku downgrade my confidence in any sort of a way, nasoma kichwani ni mstari ambao nimeukariri, utaniamsha saa ngapi nitausoma. Okay. So I'll be saying that as a prayer, as a wanasema nini hao watu wa manifestation. Bwana affirmation. Affirmation, yes. Yeah, I'll say that kama affirmation. Okay. Over and over. So ile pressure yangu inaenda calm down. And then katika pita zangu nikaja nikakutana na mtu ameielezea lafu na akaika confidence. So confidence yangu mimi inatoka kwa Mungu. And without that, I don't think kama ningeweza kufanya vitu vingi ambavyo nimevifanya. Because mimi nina ile kwamba nikishajiambia hivyo, naanza kujitoa kwenye mchezo. Okay. Like naweza nikwambia niko busy au niko booked, sina kazi yoyote, lakini na skip kufanya hicho kitu kwa sababu sitaki, sababu nina ile fear pia ya kufika na kuharibu. Sitaki kuharibu. Kwa najiambia niko busy au tu sina kazi, niko nyumbani au tu niko somewhere around, lakini naogopa ile kuogopa. Mimi I've done kuna some deals nimefanya last year kati ya watu hosting. It wasn't easy, but I did it. I said I would do this, not for the money even. I would do this because I want to prove kwamba this works hadi katikati ya watu. Because kama imeweza kuwork kwenye TV na audience ya watu wachache, why not audience ya watu wakubwa? Yeah. I can do it. It wasn't that wow, but it was something. And for me, that was all that I wanted. Then from there, unapokea tu simu, can you do this? I'm like, yes, I can do this. And that's how it came. And I was like, well, I'm not alone. I'm not alone because I know people. Kwa sababu
kwa sisi hapa you get a lot of DMs, watu wanakuja kwa ajili ya ushauri, wanakuja kwa ajili ya misaada mbalimbali. Then I see young girls, Kido, you're so confident. Yani mimi nikikuangalia wewe, I want my life to be like you. I'm like, I'm struggling, my dear, I'm struggling, but you don't see it. So who I give them the same. Then I was like, it has to reach a point. I wanna make a movement ambayo it's a lifestyle, healthy, spiritual for the younger generation. So that's how I came up with the whole Goodfidence thing. Okay. It's like I'm wearing my confidence. I'm confident even when I'm not confident. And my dear, Shetani is kuona hiyo. Is kuona hiyo because I'm smiling here. Nobody knows kama huko ndani I'm like screaming. Oh! Yes. You can't see. So I feel I want this for every youth, especially generation ambayo iko hapa, Z na Alpha. They are going through a lot, but they cover a lot. Yani wana cover vitu vingi. You don't get to see the real things that happen in their life. So in whatever way I can be of help, I'm here for that. Dada Kido. Oh my God. A therapist indeed. Kwa journalist ambaye unafanya interviews kwa habari. Nikipata nafasi ya kwenda kusomea kwa kitu. Ka therapy? Yes. Kwa sababu you have the art of listening. Ambao watu wengi hawana. Thank you. Ina maana tumeongea mengi sana. Mimi natamani uzungumze na kijana ambaye anatamani kuingia kwenye media na mambo ya influencer. Invest in yourself, my dear. Whether you are a boy or a girl, invest in yourself. You are the biggest investment that could ever happen. You are big. Usijishushe, usiruhusu maneno ya watu. Trust me, usiruhusu maneno ya watu, usiruhusu even maneno ya familia yako. That should be a key point, kwa sababu familia zinaweza zikakusababisha usifiki pale ambapo unataka kufika. So start from your family. Now this is the hard part. From your family, from the people ambao you live and unaishi nao kila siku, au marafiki zako, wanafunzi zako. Believe in yourself. Trust in yourself. I said this and I'm saying this again. It's only you and God. Hii maisha ni wewe na Mungu. Nobody else. Everybody else kwenye story yako ya maisha ameletwa na Mungu. Wanakuja na wanaondoka, ila wewe utaremain na Mungu wako. So in whatever plan, chochote unachotaka kufanya, chochote unachokiwaza, pray about it. Andika, search vitu ambavyo vinaendana na hiyo idea yako au your vision or your dreams. Then you get the right people. Fata watu, ongea nao. DM people, waombe ushauri. Usichoke. Investment in yourself is the biggest investment you ever do in your life. As kudanganyi mtu. So uko chuo, uko tayari mtaani, you're struggling with this life, start with yourself. Slowly but sure. Usisubiri kupata motivation. Motivation ni consistency. Exactly. You start doing it slowly, whether you like it or not. It makes you happy, it makes you sad. You go ahead and do it. Slowly, motivation itakuja, then people will see. Here we are, here I am. I started somewhere. Nafikiri mmesikia ndugu zangu. So huyu alikuwa ni Kido, nafikiri story yake mmeisikia vizuri. Madini ya kuchukua mmeyachukua, na I hope hii episode imeleta impact kwenye maisha yako kwa namna moja ama nyingine, lakini pia mmeenjoy hapo katikati jamani. Leo bado kukora upendo kwa sababu Wameru on 1 and 2. What can I say? Oh guys, bwana challenge sana zetu kwa production, team ya production ambayo ni Mayoko. Lakini pia uongozi mzima wa Story Yangu Podcast pamoja na Femina. Hapo namzungumzia production manager pamoja na head of production Kastori pamoja na Amabilis. Lakini pia aliyehusika kwenye makeup Victoria Charles, pia challenge sana ziende kwake. Na mimi na wewe tutaonana episode ijayo, lakini kumbuka una uwezo wa kushiriki moja kwa moja kwenye Story Yangu Podcast kwa either kutuambia kama ama kutuhadithia story yako kidogo kupitia DM za kwetu Story Yangu Podcast, ama DM ya kwangu mimi Chika_14, and then story yako ikikidhi vigezo utakuja utaketi hapo utatupa story yako, au unaweza ukasuggest mgeni ambaye unatamani kuisikia story yake, alafu akija humu ndani utafurahi na utasikiliza story yake, na mimi na wewe wote tutajifunza na kuenjoy. So tuonane kwenye next episode. Bye. Story Yangu Podcast, utajifunza kitu.